Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniya wa lam'atil qawbatir rahmaniyya wa afdalil khaliqatil insaniyya wa ashrafis suratil ismaniyya wa ma'adin yasari rabbaniyya wa khazainil ulumil istifaiyya sahibil qawbatil asliya wal bahjatis saniyya wa rutbatil aliyya man indarajatin nabiyyuna tahta liwa'ihi fa minhu wa ilayhi wa salli wa sallim wa barik alayhi وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت ومت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وبسند المتصل الإمامين الجليلين الإمام المحلي والإمام السيوطي رحمهم الله تعالى ودام النفع بهما وبعلومهما الشريفة بدارين آمين رضي الله عنكم آمين. وقد قال الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم في كتابه الكريم ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. Apa nasema wa nuallimuhu alkitaba wal hikmata wat taurata wal injila. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza habari za Mtume Isa kwamba yeye Mwenyezi Mungu atamfundisha alkitaba, kuandika, akawa na khati nzuri sana, na alikuwa yeye tangu utoto wake ni mwalimu wa watu wengi sana katika kuandika, hasa watoto wenziwe na watu wazima pia. Hakuwa yeye amefundishwa na mtu, amezaliwa na kitu hicho. Mwenyezi Mungu ndo alomfundisha. Wal hikmata, na utume. Na hikma vile vile hiyo hikma jina yake inavyoitwa, waman utiya alhikmata faqad utiya khairan kathira, na mwenye kupewa hikma basi huyo amepewa kheri nyingi mno. Maana yake nini? Kila jambo analiweka ndipo, mahali pa kusema anasema, mahali pa kutenda anatenda, mahali pa kunyamaza ananyamaza, na mengineyo yote ni hikma. Wa taurata, na tutamfundisha Taurati, atakuwa naijua hifdhan, tena wala hitaji kushika kitabu, wamezaliwa nayo tayari. Taurati anaweza kuisoma. Walinjila, na Injili kitabu alichopewa yeye. Wa rasula, na tutamfanya kuwa ni mtume ila bani Israila, kwa Bani Israil. Bani Israil ndio Mayahudi, lakini kwa vile ni wafuasi wa Mtume Isa wakaitwa na Nasara, lakini wote ni Mayahudi. Fisiba, mambo hayo tangu utoto tutampa. Au baada albulughi, au baada ya kubalighi. Fanafakha Jibrilu fi jaybi dar'iha, akadivizia au akapuliza Jibril katika nguo. Jaybi ndio hii inakusudiwa hapa hapa, akapuliza Jibril hapa katika nguo ya Bi Maryam. Alipopuliza fahamalat, akashika mimba. Hii yote ni amri ya Mwenyezi Mungu. Jibril hawezi kufanya jambo bila amri ya Mwenyezi Mungu.
Kwa Mwenyezi Mungu akajalia ameshika mimba bibi Maryam, wa kana min amriha ma zukira fi surati Maryam, na ikawa katika jambo lake ni kama vile ilivyotajwa katika surati Maryam. Falamma ba'athahu ila bani Israil, Mwenyezi Mungu alipomtuma yeye sasa kwenda kwa bani Israil, qala lahum, aliwaambia inni rasulullahi ilaykum, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyie, anni, kuwa mimi, qad ji'tukum, nimewajieni nyie, biayatin, kwa alama, ala sidqi, juu ya kunisadikisha mimi, min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu, hiya, jambo lenyewe, anni akhluqu lakum, mimi na watengenezea nyie, minatini, kutokana na udongo. Udongo kama wa mfinyanzi, ule udongo unatumika mara nyingi kutengenezea mitungi. Kahayati tairi, natengeneza kama vile ndege. Kisha mithla surati, mfano wa sura yake. Faanfukhu fihi, kisha nampulizia yule. Fayakunu tayran biidhnillah, anakuwa ni ndege kwa idhni ya Mwenyezi Mungu. Wakasema haya tuonyeshe. Akatengeneza popo, kisha akampulizia. Fakhalaka lahumul khufasha, akawatengenezea popo. Liannahu, kwa sababu popo, akmalu tayri, ndo ndege mkamilifu, khalkan, kwa umbile. Fakana yatiru, akawa naruka, wa hum yanzuruna, na wao wanamwangalia. Fa idha ghaba an a'yunihim, pale akiondoka mbali akawa haonekani tena, sakata mayitan, huanguka akiwa mkufa, akiwa haoni. Wa ubri'ul akmaha, na namponesha kipofu wa kuzaliwa. Mtu amezaliwa kipofu, basi mimi namponyesha. Nabii Isa anasema alladhi wulida a'ma, ambaye amezaliwa kipofu. Wal abrasa, na mwenye ukoma. Mwenye ukoma basi yeye anamponyesha. Na katika riwaya nyingine imetajwa katika baadhi ya vitabu kwamba na mbaranga pia alikuwa anaponesha. Wa khuswa, na zimehusishwa hizi al-akmah na abras wa kutajwa bidhikri liannahuma daa i'ya'in, kwa sababu haya ni magonjwa yanayowashinda watu wengi, sikwambika na mengine tena madogo madogo. Wakana, na alikuwa Mwenyezi Mungu ba'athahu, amemtumiliza kumpa utume Nabii Isa fi zamani tibbi, katika zama ambazo watu wamebobea katika kutibia, wanajua tiba kweli kweli. Fa abraa fi yawmin 50,000, siku ya kwanza akawaponesha watu 50,000 magonjwa mbalimbali, lakini makubwa ndo haya mawili yaliyotajwa hapa: upofu wa kuzaliwa na ukoma, na magonjwa mengine mbalimbali. Biduai, kwa kuwaombea dua. Bisharti al-imani, kwa sharti ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumwamini yeye kuwa ni mtume. Wa uhyi al-mauta, na mimi nahuisha wafu, watu ambao washakufa. Biidhnillahi, kwa idhni ya Mwenyezi Mungu vile vile. Hapa imerudia tena kutajwa idhni biidhnillahi, na kule nyuma ishatajwa. Kwa nini? Linafi tawahumi al-uluhiyya, wa kukanusha mtu asiyekamdhania kwamba yeye ndio Mungu. Yesu Mungu anahuisha kwa idhni ya Mungu. Fa ahya azara,
akamhuisha yule mtu anaitwa Azar. Azar alikuwa ni rafiki yake. Kisha kwa msafiri amekuwa wanaishi mbali. Dada yake Azara kwa aini sio kwa hamza, akamletea habari kwa kumwandikia barua Mtume Isa kwamba rafiki yako huko anaumwa sana. Basi Nabii Isa akaenda kumwangalia, mpaka alipofika kile kijiji alichokuwepo tayari yule kishakufa na washamzika tayari. Akaenda kwa dada yake yule akamwambia, liko wapi kaburi lake? Sema kaburi lake liko kule. Wakaenda kwenye makaburi kule, akaenda pale akasema ismullahi al-a'zam, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu akafufuka yule, akawa hai, akaishi, akaoa na akapata na watoto. Huyo anaitwa Azara. Fahya Azara sadikan lahu wa ibn al-ajuz, na mtoto wa kizere mmoja hivi alikuwa amebebwa kwenye jeneza, anapelekwa kwenda kuzikwa kama jeneza, maana kitanda hivi. Basi pale alipopita Nabii Isa alikuwepo, kapitishwa pale. Nabii Isa akamwomba Mwenyezi Mungu awe hai yule. Basi yule wao mbebe akanyanyuka, akakaa kitako, akadai nguo zake, akapewa nguo akavaa, akapata na watoto, ameishi na amepata na watoto. Kisha faashu, wakaishi hao wabnu Ashir wa ibnatul Ashir, na binti wa yule anaitwa Ashir. Ashir maana yake yule mwenye kuchukua kodi, ushuru, naitwa Ashir, ushuru. Faashu, wakaishi, waulida lahum, na wote hao wakapata watoto. Wasam ibn Nuh, na akamhuisha mtoto wa Nabii Nuh anaitwa Sam. Na yeye Sam ibn Nuh alikuwa amekufa kiasi ya miaka 1400 iliyopita, mpaka kwa muda wa Nabii Isa. Akamhuisha, alipomhuisha akamwambia, sasa nitakufisha, utarudi kwenye kufa na utaingia kwenye kaburi lako. Yule akasema mimi niko tayari, lakini kwa sharti ule uchungu uliosikia mara ya kwanza wa kutoka roho sasa hivi nisiusikie. Nabii Isa akamwambia Mungu, basi akafa min ghairi ya kusikia uchungu wa kutolewa roho. Tena Nabii Isa anaendelea kusema, wa unabiukum, na mimi nakupeni habari nyie, bima taakuluna, kwa vyakula mnavyokula. Akimwona mtu anaweza kumwambia wewe umekula kitu kadha leo. Wama tadakhiruna, na vile mnavyoweka akiba, mnavyoficha wenyewe, ikiwa vyakula na vitu vingine. Tukhbiuna, mnavyoficha, fi buyutikum, katika nyumba zenu. Mimma, katika vitu ambavyo lam uayinuhu, sijawahi kuviona mimi. Fakana yukhbiru shakhsa, alikuwa anampa habari mtu, bima akala, kwa kile alichokula leo, wa bima yaakulu baadu, na kile atakula baadaye, yani kesho. Inna fi dhalika, hapana shaka katika hayo, yani haya miujiza haya yalotajwa hapa, la ayatan, pana alama ya kunulia utume wangu, lakum, kwenu nyie, in kuntum mu'minina, ikiwa nyie munaamini.
wa musaddiqan, na nimewajieni nyie hali ya kuwa nasadikisha lima baina yadayya, kwa yale yalopita kitabu kilichopita cha Taurati, mina Taurati, waliuhilla lakum, na ili ni wahalalishie nyie baadhi alladhi hurrima alaykum, baadhi ya mambo mloharamishiwa katika Taurati mimi wahalalishie. Fiha, ndani ya hiyo Taurati, fahalla lahum min as-samaki, akawahalalishia katika samaki, wa tayri, na ndege, mala saysiyata lahu, asiyekuwa na miba, yule samaki asiyekuwa na miba pia amehalalisha, maana katika Taurati ameharamishwa kuliwa. Kama chewa vile, chewa nyama nyingi kidogo tu. Wakila, inasemekana ahalla aljamia, alihalalisha kila jambo lililoharamishwa katika Taurati. Fabaadhu, hapa neno baadhu, waliuhilla lakum baadhu bimaana kulli, na maana ya kulli. Wajitukum, na nimewajieni nyie biayatin, kwa alama min rabbikum. Karara, amerudia kusema neno hilo taakidan, kwa ajili ya kutia mkazo. Fattaqullaha, basi mcheni Mwenyezi Mungu. Wa ati'uni, na nitiini mimi. Fima amurukum bihi, katika yale ambayo mimi nawaamrisha. Min tauhidillahi, katika kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Wa taatihi, na kumtii. Inna Allaha rabbi, maneno haya ndio wamesema mitume wote. Inna Allaha rabbi, hapana shaka Mwenyezi Mungu ni Mola wangu mlezi. Wa rabbukum, na Mola wenu. Fa'buduhu, mwabudini. Hadha siratun mustaqim, hii ndio njia ilonyoka. Kila mtume amesema maneno kama hayo, japo ibara inaweza kuwa tofauti, lakini maana yake ndio hii. Rabbi, hapana shaka Allah ndio Mola wangu mlezi. Wa rabbukum, na Mola wenu nyie mlezi. Fa'buduhu, mwabuduni. Hadha, hii njia nayokuelekezeni nyie, ambayo nakuamrisheni, ndiyo siratun mustaqim, ndio njia ilonyoka. Hayo ni maneno ya Nabiullahi Isa akiwahubiria Mayahudi. Falamma ahassa, alipohisi yeye Nabii Isa minhumul kufra, kutokana na hawa Mayahudi ukafiri, wa aradu katlahu, na wakatengeneza njama za kumuua. Qala, alisema, man ansari, nani katika nyie mwenye kuninusuru mimi? Ila Allahi, kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Qala alhawariyuna, wakasema wanafunzi wake wanaitwa hawariyuna. Alhawru manake nahnu ansarullah, hao wote walikuwa weupe hawa. Nahnu ansarullah, alhawru manake weupe. Nahnu ansarullah, sisi ndio wenye kunusuru wewe kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Awanu dinihi, ndio wenye kusaidia dini yake Mungu. Wa hum, na wao, asfiyau Isa, ndio wateuliwe, wale waloteuliwa na nani? Wateule wa nani? Nabii Isa.
Awwalu man amana bihi, hawa ndio watu wa mwanzo waliomwamini. Wa kanu 12 rajulan, nao walikuwa watu 12 tu. Min al-hawri wa huwa al-bayad al-khalis. Neno hawariyuna inatokana na hauri, maana yake weupe uliokuwa ni safi, sio maji ya kunde. Nahnu ansarullahi amanna billahi, tumemwamini Mwenyezi Mungu na kumsadikisha. Washhad, na shuhudia wewe Mtume Isa, bi anna muslimun, kwamba sisi ni Waislamu. Maana yake ni hivi, kila mtume wafuasi wake walomfuata ndio wanaitwa Waislamu. Ila Waislamu sisi ametuita Waislamu Mtume Ibrahim, walladhi samakum, yeye ndo alowaita jina hili la Waislamu, Mtume Ibrahim. Rabbana, Mola wetu mlezi, amanna, tumekuamini, tumeamini, bima anzalta, kwa ulioteremsha kwa mtume huyu Isa, nayo ni Injili. Wattaba'na rasula, na tumemfuata mtume huyu Isa. Fakhtubna ma'a shahidin, tuandike sisi katika wale wenye kushuhudia. Laka, kukushuhudia wewe, bilwahyania, kwa upweke, sio utatu. Wali rasulika, na kwa mtume wako, bisidiki, kwamba sisi tumemwamini mtume wako. Na ndio itikadi yetu sisi Waislamu wote, wanasema amana, tumeamini mitume wote kutoka Nabii Adam mpaka Isa. Sisi hatumkufuru mtume yoyote. Ukimkataa mtume yoyote ndio umemkataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayari. Wa makaru, na wakaandaa vitimbi vya kumuua Nabii Isa. Na alikuwa mfalme pale wa Kiyahudi, akamtoa mtu mmoja anaitwa Tatayanus. Maana yake Nabii Isa aliingia ndani katika nyumba, mlango kajifunga, na kule kwenye nyumba kule kuna uwazi mahali. Kwa hiyo yule bwana ni muuaji mhodari sana. Yule mfalme akamwambia, sukuma mlango uingie humo, ukamua. Akaingia. Wakati huo tayari Mtume Isa akashachukuliwa na Jibril kupelekwa mbinguni. Sasa yule kaingia, ndio anamtafuta, kuhangaika hivi, Mwenyezi Mungu akaubadilisha uso wake ukawa kama wa Mtume Isa, lakini mwili ndio vile vile. Akafungua mlango yule, sema huyu Isa anakimbia huyo. Wakamshika, wakamulia mbali. Yule bwana anajitetea, maskini ya Mungu, anasema maneno hakuna anayemsikiliza. Baadaye wakaingia ndani, wanaulizana hivi, ikiwa yule tulomua ndio Isa, huyu mwenzetu tulomwambia ingie ndani yuko wapi? Wanamtafuta kule ndani. Na ikiwa huyu alisema mimi sio Isa, mimi ni mwenzenu, ikiwa huyu ni mwenzetu, Isa yuko wapi? Kwa sababu hiyo wakapigana, wakauana sana wenyewe kwa wenyewe. Wa makara Allahu, na Mwenyezi Mungu akarejesha vitimbi vyao. Wallahu khairul makirin, na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kurudisha vitimbi vya mwenye kufanya vitimbi. Anaambiwa Mtume, udhkur, kumbuka, idh qala Allahu, pale aliposema Mwenyezi Mungu,
kumwambia mtume Isa, ya Isa, ewe Isa, inni mutawaffika, mimi nitakuchukua. Yani qabidhuka, mwenye kuchukua namna hii. Warafi'uka, na nitakunyanyua ilayya, kuja kwangu. Wa mutahhiruka, na nitakutaharisha, yani nitakuepusha min alladhina kafaru, na hao waliokufuru. Waliokufuru ndo wakasema Isa ni mtoto wa Mungu. Wajailu alladhina tabauka, na nitawafanya wale waliokufuata wewe mtume Isa fauqa alladhina kafaru, hawa watakuwa juu ya wale waliokufuru, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Bado mpaka leo wapo watu katika Mayahudi hawakubaliani, ndio manaswara, manake hawakubaliani na haya itikadi zote hizi. Wao wanakubali kwamba Isa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na yeye Isa ametumilizwa tu, si Mungu, na atarudi. Wanitakidi hivyo Summa ilayya marji'ukum, kisha kwangu mimi nitawarejesha yote wanaomkubali mtume Isa na wasomkubali. Fahkumu bainakum, nitahukumu baina yenu fima kuntum fihi takhtalifun, katika yale ambayo mlikuwa nyie mnakhtalifiana. Min amri dini, katika jambo la dini. Fa amma alladhina kafaru, ama wale waliokufuru wakasema Isa ni mtume wa Mungu, wakasema Maryam ni mke wa Mungu, fa uadhibuhum, basi nitawaadhibu adhaban shadidan, adhabu kali fi dunia, duniani, wal akhirah, na akhirah. Vile utakavyowaona, hawana raha kwenye moyo wao. Wote wanaosema Isa ni Mungu, Mwenyezi Mungu amewaondolea raha ya moyo. Duniani wako kwenye dhiki, na akhira wanaenda kuadhibiwa. Wama lahum min nasirin, na hawatakuwa wao na mwenye kuwanusuru siku ya kiyama. Wa amma alladhina amanu, na ama wale ambao wameamini, kuiamini hiyo Injili na kumwamini mtume Isa na kuamini Mungu kuwa ni mmoja, wa amilu salihati, na wakatenda mema, fayuwafihim ujurahum, Mwenyezi Mungu atawalipa ujira wao. Wallahu, na Mwenyezi Mungu, la yuhibbu dhalimin, hawapendi watu wenye kufanya dhulma ya aina yoyote, mma kujidhulumu nafsi yake mwenyewe au kumdhulumu mtu. Wale wote wanaosema kwamba Isa ameuawa kwa ajili ya kosa alofanya Nabii Adama, Mwenyezi Mungu akamtoa mtoto wake auawe, hao wote hao ndo masala yao ndo yako hapa. Dhalika, hayo basi, natuluhu alaika, tunakusomea wewe, yani tunakufikishia wewe Mtume Muhammad, min alayati, katika aya, wa dhikri alhakim, na dhikri inayotokana na hakim, au dhikri ilikuwa imepangika, almuhkam ay alquran. Inna mathala Isa, hapa walikuja Mayahudi wa Najran, Manaswara wa Najran,
hao walifika wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, unasema nini kuhusu Isa? Mtume hakujibu kitu. Mwenyezi Mungu akaleta jibu, inna mathala Isa, hapana shaka mfano wa Mtume Isa, shanuhu al-gharib, jambo lake ni la ajabu, inda Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu, kama sali Adam, ni mfano wa Nabiullah Adam. Nabiullah Adam alifanyaje? Khalaqahu min turabin, alimuumba na mchanga, thumma qala lahu kun fayakun, kisha akamwambia kuwa, akawa. Na yeye huyu Isa akamuumba Mwenyezi Mungu ndani ya tumbo la bibi Maryam, akamwambia kuwa, akawa. Kinachofananishwa baina ya Nabii Adam na Nabii Isa ni ile kalima kun, ndio wajhu shabahi. Khalaqahu min turabin, amemuumba na mchanga, thumma qala lahu kun fayakun. Hapo basi anaambiwa Mtume, alhaqu min rabbika, haki yatokana na kwa Mola wako. Kuhusu habari za Isa, fala takun min almumtarin, usiwe katika wenye kutia shaka. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mwenyezi Mungu atuwafikishe inshallah taala. Kesho tuendelee. Leo tumeishia aya ya 60 na kesho tutaanza aya ya 61. Wallahu wa rasuluhu a'lam.